Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa, leo tarehe 22 mwezi wa 7, mama kanisa ametupa tuwe na kumbukumbu ya mtakatifu Maria Magdalena. Huyu anafahamika sana kwa namna alivyokuwa na upendo wa pekee kwa Kristo na kwa nafasi yake alionayo kama mwanamke wa kwanza, hata sio mwanamke wa kwanza tu, kama mtu wa kwanza kutokiwa na Yesu baada ya Yesu Kristo kufufuka. Tutakuja kuona vizuri katika Injili ya Marko sura ya 16 aya ya 9. Yesu alimtokea kwanza huyu mtakatifu Maria Magdalena. Sasa huyu alizaliwa maeneo ya Italia. Maeneo ya Italia. Maeneo ya Israeli, karibu na ziwa Galilaya. Na yeye anafahamika sana kwa kutolewa na Yesu pepo wabaya 7. Hicho ndio kinachojulikana sana kupitia huyu Maria Magdalena. Lakini pia tunaona katika maisha yake hatofautishwi na yule mwanamke ambaye alikuwa mdhambi anavyoonyeshwa katika Biblia, na akatubu, akajuta kwa kulia machozi, na machozi yake akadondoka katika miguu ya Yesu na kuifuta kwa nywele za kichwa chake. Hatofautishwi naye. Hii tutaipata zaidi katika Injili ya Luka sura ya 7:36, katika ile nyumba ya nani? Ya yule Simoni Mfarisayo, sio Simoni Petro. Sasa kwenye Injili ya Luka sura ya 8 ya kwanza hadi ya 3 anazungumzia pia Yesu alipokuwa anapita katika miji ya vijiji, akitangaza habari njema ya utawala wa Mungu. Wale 12 waliandamana naye, na kati yao 12 alikuwepo pia Maria Magdalena, ambaye alitolewa pepo 7 tumeshasema. Sasa unajua tuna mambo mengi sana kujifunza kupitia huyu mtakatifu Maria Magdalena. Kwanza pia tunakumbuka pia alikuwa ni mmojawapo wa aliyekuwa pale chini ya msalaba wakati Yesu yupo ameshasulubishwa, akiwa yeye, Bikira Maria na mtakatifu Yohane. Leo tunajifunza nini kupitia historia ya mtakatifu Maria Magdalena? Kwa sababu haina maana sasa kujifunza tu historia na kuiacha tu hivi hivi. The history should have an impact. Historia lazima iwe na manufaa fulani. Sasa ninajifunza nini? Hatusomi tu historia. Hata tunaposoma historia labda ya nchi fulani, historia ya mtu fulani, unasoma labda background yake ama biography, unasoma labda biography ya mtu fulani. Mi siku za hivi karibuni nimejenga interest pia ya kufuatilia maisha ya watu, hasa watu maarufu kwa yale ambao wameyapitia, hata watu ambao sio maarufu kwa yale ambao wamepitia, na mimi katika kujifunza. Kwa hiyo historia ina nafasi yake katika maisha, Maana yake ni kupitia historia ninaweza kutathmini kwamba nilikuwa wapi, sasa hivi nipo wapi, na ninaelekea wapi ama natamani kuelekea wapi. Bila kuangalia vizuri katika kina chake historia ya maisha yangu, kamwe siwezi kusogea. I can't move without evaluating my history, bila kufanya tathmini ya historia ya maisha yangu. Sasa kwa kuangalia hii historia ya maisha ya mtakatifu huyu Maria Magdalena kwa kifupi sana, ninajifunza nini mimi binafsi? Kwa sababu usije ukasema kwamba we Benjamin bwana unasema kwamba unaniambia mimi. Kumbuka ninapo tafakari, ninapo kushirikisha namna hii, kwanza kabisa najiambia mimi mwenyewe, mimi binafsi, kabla sijakwambia wewe. Kwa hiyo ndugu yangu, sidhani kwamba nakwambia wewe ama wewe peke yako. Hapana, kwanza najiambia mimi, ndipo nakushirikisha wewe. Mtu wa kwanza ni mimi. Maana nasema pia hata ninaposoma Injili, ninaposoma Biblia, ninaposikiliza mahubiri, nisianze kusema hili linamhusu mtu fulani bwana. Ili angekuepo dada Mage hapa, au angekuepo kaka Jioni hapa. Hayo majina jamani nimetaja tu. Kwa hiyo nimetaja tu, sio kwamba namlenga mtu fulani. Kwa hiyo niseme kwanza, cha kwanza
hili neno linanihusu mimi. Kwa hiyo hii historia Mtakatifu Maria Magdalena inanihusu mimi kama mimi Benjamin, wewe kama wewe John, wewe kama wewe Magdalena, wewe kama wewe Alisia. Popote ulipo hapo weka jina lako. Hayo nimetoa tu mfano. Kwa hiyo unaona kwamba alitolewa pepo 7. Pepo 7. Hivi wewe una pepo gani? Pepo lako la nyakati za sasa ni lipi? Pengine ni kiburi. Pengine una majivuno. Pengine usaidii wengine, usalimii wengine. Kuna mtu mmoja nikiwa nasoma chuo cha Dusa leo kuniambia, kaka Benja, asante sana, yani jinsi unavyosalimia. Kuna namna nafarijika, nabarikiwa. Yani kwa salamu tu mtu anabarikiwa. Lakini unakuta unapita tu njiani, unapita tu watu wasalimii. Hilo inaweza ikawa ni pepo lako la nyakati hizi, siku za hizi. Maria Magdalena alikuwa na pepo wake 7 nyakati zile, na we unaweza kukuta hilo ndo pepo lako. Salimia ndugu yangu. Salimia. After all, kusalimia ni kitu kidogo lakini kina maana kubwa sana. Kwa hiyo inawezekana una pepo la namna, mapepo ya aina mbalimbali yanakusumbua. Yafanyie kazi. Muamini Yesu, muombe Yesu. Kwa sababu tayari unamwamini, muombe Yesu ayatoe. Na katika kuyatoe sasa ushirikiane naye, ukubali, ufanye uamuzi wa kukubali. Kukubali. Kwa sababu Mtakatifu Maria Magdalena baada ya hapo sasa alikubali kumfuata Yesu. Kumfuata sasa ni kuacha yale ambayo yanaumiza wengine. Ambayo ni hayo mapepo sasa, kwa mfano nilivyosema kiburi, hutaki kusalimia wengine. Ni very important, ni muhimu sana kuliangalia hilo. Ni kitu kidogo lakini kina maana kubwa sana. Singependa kuongea sana lakini angalau hilo litutafakarishe, linitafakarishe mimi binafsi ni namna gani naishi na wengine. Ukiona alikuwa na Yesu pia pale chini ya msalaba mpaka kifo chake, akiwa ameshirikiana, akiwa pamoja na Mama Bikira Maria na Mtakatifu Yohane. Katika Yesu machungu yake, ugumu wake, Bikira Maria ugumu wake kumtazama mwanae akiwa anafariki, akiwa anaumia, alikuwa pamoja naye, pamoja nao. Hivi wewe ndugu yangu upo tayari kuwa na wengine katika changamoto zao? Ama unawaacha njiani? Sijui ni mara ngapi umewaacha wengine njiani katika magumu yao, katika changamoto zao. Inawezekana mtu amefiwa, umemtembelea. Inawezekana mtu ana changamoto fulani, umemshauri. Pengine una fedha, una shilingi 10,000 ya kumpa, una shilingi 100,000 ya kumpa. Lakini hata kumuombea, hata kumtembelea na kumfariji, hiyo ni njia mojawapo ya kuwa pamoja naye. Kwa hiyo nakushukuru sana ndugu yangu kwa ajili ya kuendelea kufuatilia channel yetu hii ya Hazina ya Kanisa Katoliki. Sasa hivi tulikuwa tunamzungumzia Mtakatifu Maria Magdalena. Tutaendelea kushirikishana mambo mengine. Asante kwa kusubscribe ambao umeshasubscribe. Ninakuomba usubscribe ambao hujasubscribe. Kumbuka kulike, kushare hii channel, hii link, ili wengine tuendelee kupata kushirikishana haya. Kumbuka kucomment pia. Thank you very much. Nice to meet you.